katikati ya watoto wote wa Yakobo tunaona Yusufu ndio anatokeza hapo, ili kuja kuwasaidia ndugu zake, ili kuja kuokoa taifa. Ni maombi yangu Mungu akuweke mahali kwa jina la Yesu. Katikati ya wengi, katikati ya nduguzo, katikati ya wengi, wewe utokeze kwa jina la Yesu. Inawezekana, kwa sababu hiyo ndiyo tabia ya Mungu, na ninampenda sana kwa sababu yeye maamuzi yake huwa anahitaji apate mtu, na mtu sasa si ni wewe. Inasema Biblia shortly, wamesikia, kwa kusikia tu habari zangu. Sasa ulichosikia, ulichoambiwa, jinsi Yesu anavyotenda kupitia mimi, kupitia jinsi ninavyotenda kwa nguvu zake, jinsi huwa nina misimamo pia, kwa sababu ninamwamini Yesu huwa anatumia watu. Haleluya. Hatua ya tatu ambayo lazima uifanye inaitwa utiifu. Kumbuka kuna unyenyekevu na utiifu. Unyenyekevu unatangulia utiifu, submissive. Utiifu, inasema Biblia, kwa kusikia tu habari zangu mara watanitii. Utiifu, mtu yoyote mwenye utii atafika mbali. Hizi ni jinsi ya kupokea vitu vya kiroho, jinsi ya kulisishwa, jinsi ya kubeba mafuta. Lazima uwe mtu mtiifu sana. Mtiifu. Haya, wewe simama. Kaa. Haya, simama. Kaa. Simama. Nenda nje. Rudi ukaya. Si kama unaelewa? Sasa kuna vitu ukisikia utii, sio kufanya kwa matakwa yako. Fanya vile unavyoamuliwa kufanya. Kama unaona, nilikuwa natolea mfano kwa bwana mdogo hapa. Alikuwa amekaa, namwambia nyanyuka, hata hajui kwa nini namwambia simama. Kazi yake inatakiwa afanye nini? Asimame. Haya, kaa, ni kukaa. Tembea, unatembea. Huyo nyuma, geuka, wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uambiwe mguu pande, wewe umekausha tu jeshini, lazima ule mjeki. Kwa hiyo mambo ya kiroho wakati mwingine unakuwa disciplined. Lazima uanze kunizamishwa na uwe mtiifu sana. Uwe mtu mtiifu, uwe mtu mwenye utii. Sasa kuwa mtii ni jambo kubwa, kwa sababu utakutana na mitihani. Wafalme wa Pili sura ya 5. Watumishi wake wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii alingelikuambia kutenda jambo kubwa, usingelitenda? Kama yule nabii angekuambia jambo kubwa, usingelitenda? Unajua aliambiwa nini? Akajichovye mara 7 Yordani. Akaanza kulalamika, mimi nilifikiria atatoka nje aje. Ani alienda na ataka apokelewe. Ana anaenda mbele ya mtu wa Mungu, anaenda na cheo chake, anaenda na heshima yake. Hapo ndipo watu wengi wanapopishana na majibu yao. Yaani unataka kuja na heshima yako ya nyumbani. Unataka kuja, mimi huwa nawaangalia watu, namwangalia jinsi anavyokusalimia, jinsi anavyojaribu kuongea, huwa nasikia vitu vingi sana, unaelewa humu kuna tatizo. Katika wokovu, wengine wana tatizo tu ya kimaadili kutoka kwenye familia zao walikolelewa. Hawakuadabishwa, hawakunizamishwa, hawakulelewa katika maadili mazuri. Walikuwa kwa kuachiliwa kama watoto haramu. Unajua mtoto haramu
ni mtoto ambaye yani ameachiliwa tu bila kudhibitiwa. Nilikuwa naongea jana, nilikuwa nasema sisi wengine tumekulia sehemu, yani hata kula unasimamiwa, unakulaje? Ukitafuna ovyo ovyo una banzi. Sasa kuna wale waliokuwa kwa kuachiliwa, hawa anakula anakojoa, hawana habari. Wewe kuwaona unakuta linakula pale ni toto la kike, wale linaongea ni mdomo umechafuka hivi, mama ameangalia tu. Inawezekana ni wewe, ukawa ni wewe. Kwa watu ukidondosha hapo chini hapo ni tatizo. Unakula unaongea ni tatizo. Unakula mdomo umejaa milenda, hilo ni tatizo. Lakini age zaidi yake kuna vile anavyo respond. Unajua kabisa hapa huyu mtu kuna shida. Hajaelewa kwamba huyu anayeongea naye ana neema kiasi gani. Mtu mwenye neema hunyenyekewa. Mtu aliye zaidi yako lazima unyenyekee. Hakuna namna. Haona, huyu alikuwa anaitwa Naamani. Ni mkuu wa jeshi hodari. Sasa akasikia habari za mtu wa Mungu kwamba ukiwa pamoja na yule mtu wa Mungu lazima uponywe ukoma wako. Mfalme akaandika waraka akatuma kwa mfalme mwenzie. Anavyokosea location, unajua unaweza ukakosea location usipate muujiza wako. Yaani mfalme akaandika waraka, anamwandikia mfalme, lakini majibu yako kwa nabii. Sasa alipofika kule, yeye alifikiria atapokelewa kwa heshima sana. Haleluya. Amen. Yeye alifikiria atapokelewa kwa heshima. Lakini cha ajabu mstari wa 10 unasema, naye Elisha akampelekea ujumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia nawe utakuwa safi. Kwisha maneno, hakuna maneno mengi. Sasa ni wewe utii au usitii. Basi unyenyekevu hapo ndo unapima. Yeye alifikiria mtu wa Mungu atatoka nje ampokee, kwa sababu alikotoka ni Syria, Sham. Ni mtu mkubwa, umri mkubwa na majeshi, tena taifa lao ni dogo na walisha alipiga. Kwa hiyo alifikiria na mtu wa Mungu atatoka kwa kumtetemekea. Ndio maana unaweza ukaja na matatizo yako unafikiria tutakutetemekea sana. Hapana, wewe ndio unatakiwa kunyenyekea. Utakutana na mitihani ya kutosha wakati mwingine. Mmoja wapo ndo kama huu, wewe umeleta matatizo, halafu unatumiwa ujumbe kwamba nenda kanawe, nenda kaoge mara 7, nenda kalete hiki na hiki, nenda kafanye hivi na hivi. Hizi zinaita ibada za mafunuo. Ingawa wako wengi wanapiga vita sana, nao wanawaangalia tu, basi unamwangalia unamwacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elisha alikuwa ni nabii aliyetumia maji kwa ajili ya kumtakasa mwenye ukoma, kwa kumpa maelekezo, namwambia ukajichovye, lakini iwe mara 7. Iwe mara ngapi? Iwe mara 7. Ukikosea kanuni inakula kwako. Sasa ni wewe kuzingatia. Kama daktari amekuambia 3 mara 3, kama ni 3 mara 2, utahakikisha kweli ni 3 mara 2. Sasa wengi ni watiifu sana kwa madaktari. Kila alicho daktari akikwambia ule mboga za majani utazitafuta kwa gharama mpaka ule. Akisema saa 7 usiku lazima uamke kunywa kidonge, mpaka utaweka na alarm kwenye simu na kuweka kabisa kusaidia kuamka. Mama jamani, unanoti mtaniamshapo gonjwa. Ila kwenye mambo ya kiroho ni tatizo. Lakini mambo ya kiroho yanaenda kwa maelekezo. Huyu mtu aliambiwa, mstari wa 10,
Na Elisha akapeleka ujumbe akasema, akaenda tu, nenda ukajichovye mara 7 na wewe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama mimi nalizania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ukoma na kuniponya mimi mwenye ukoma. Anaanza na kukasirika. Vitu vya kiroho lazima uwe mnyenyekevu. Wale walioenda kwa waganga wanaelewa, kiambiwa kaa chini kwenye ngozi anakaa pale. Tena mganga wakati yeye anakuambia, naona njia zako zimefungwa ili ulimelime na mbuga. Kwa hiyo unakaa pale unasubiria njia zifunguke, huko unapiga shamba. Njia zilishafungwa, nikiangalia hivi sioni njia. Ukimaliza kulima sasa ndo njia zinafunguka. Ila wakati wa kuivisha tena mvua njia tena zinajifunga ili usombe sasa vitu kutoka nyumbani kwako.